Popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo. Kwa pamoja tuangazie leo tena ujili viwanjani. Kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyoada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanayoendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto kweli kweli. Pasi na shaka nazungumzia NBC Premier League ya hapa nchini Tanzania bara na maeneo mengine yote nje na ndani ya bara la Afrika kama vile Egypt Premier League, lakini pia Betway Premiership, La Liga Santander, CLA, English Premier League na maeneo mengine yote duniani kwa ujumla. Lakini pia tunakwenda kukuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika. Nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup, lakini pia utakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya chani, mashindano yanayohusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika, pamoja na AFCON iliyofikia tamati mnamo tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ambapo Senegal ilitawazwa kama bingwa wa mashindano hayo. Hizo taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo utakaokutanisha Young Africans kutokea nchini Tanzania dhidi ya Al Ahly kutokea nchini Misri, inayofahamika kama gwiji wa mpira wa miguu barani Afrika. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mapema mnamo tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Borg El Arab Stadium nchini Misri. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza mabadiliko ya kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili Al Ahly na kujihakikishia ushindi katika mzunguko huo ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo katika kundi hilo, huku ikiwa ni mchezo wa 3 kwa timu zote mbili kwa jumla zikiwa na jumla ya alama 4 kwa kila mmoja. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa milingoti mitatu. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kusimama na mlinda mlango wake Abdul Msheli na kupumzisha golikipa Djigui Diarra baada ya kurejea kutoka katika mechi za kimataifa katika mashindano ya AFCON yaliyokuwa yakiendelea huko nchini Morocco, baada ya taifa lake la Mali kutolewa katika hatua ya robo finali baada ya kufungwa goli moja kwa bila, huko Djigui Diarra akiwa kama golikipa nambari 1 wa mashujaa hao kutokea ukanda wa Afrika Magharibi. Kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Abdul Msheli kutokana na uwezo mkubwa wa kufanya save za hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mipira ya juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa, lakini pia wepesi alionao golikipa huyo na uwezo mkubwa wa kutumia miguu na mikono pindi hapo langoni. Lakini pia ni mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Yanga katika mashindano ya ndani pamoja na nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa ni moja ya chachu kubwa katika kikosi hiki cha Yanga Sports Club baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani kama vile ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya nje. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake wa kulia Kibwana Shomari, huku mbadala wake ukiwa ni Kwasi Atula. Ikumbukwe kwamba Kibwana Shomari anasifika kwa kasi, uwezo mkubwa wa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kumwamini Kibwana Shomari kutokana na umaridadi wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya. Lakini pia anasifika kwa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja wa upande wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, kutengeneza nafasi au kupiga mashuti
pindi inapowezekana. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Shadrack Isaac Boka raia wa Kongo na kumpumzisha Zimbwe Junior baada ya kurudi kutoka katika mashindano ya michuano ya AFCON iliyotamatika mnamo tarehe 18 Januari huko nchini Morocco. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Shadrack Isaac Boka kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu klabuni hapo, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi zaidi na kuzuia mashambulizi pindi timu yake inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, lakini pia kukaba na kuingilia pasi za upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia. Lakini pia anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoka upana wa uwanja upande wa kushoto, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutoka nyuma, kutengeneza nafasi au kupiga mashuti inapowezekana. Na moja kwa moja tukiangazia beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Ibrahim Baka, huku mbadala wake ukiwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wa kati kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati au mifumo ya wapinzani. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kulinda safu ya ulinzi ya kati, kukaba washambuliaji, kushinda mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma, lakini pia kusaidia kwa mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Dickson Job. Ikumbuke kwamba Dickson Job ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu na anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuongoza vyema safu ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake, kukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka kwenye nafasi zao, kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona kwa kupanda mbele na kupiga vichwa. Lakini pia nasifika pamoja na kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na kiungo Musa Barakonte na kumpumzisha Damaru Kamara. Ikumbuke kwamba Musa Barakonte amekuwa na mfululizo wa kiwango bora kwa takriban zaidi ya michezo 4 ya NMB Mapinduzi Cup na kuisaidia timu yake kuchukua ubingwa wa NMB Mapinduzi Cup msimu huu. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uzoefu mkubwa wa kusaidia timu kukaba na kuharibu mashambulizi ya mpinzani katikati ya uwanja, kukata pasi kabla hazijafika kwa washambuliaji wa mpinzani, kufunika mabeki pale wanapopanda kushambulia. Lakini pia kiungo huyo anasifika kwa kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza, kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na salama, kubadili mwelekeo wa mchezo kwa pasi ndefu za upande. Lakini pia kiungo huyo anasifika kusaidia viungo washambuliaji kwa pasi za mwisho pindi zinapohitajika. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake pendwa kabisa Duke Abuya na kumpumzisha Salumu Abubakar Shuaboy. Ikumbuke kwamba Duke Abuya amekuwa na mfululizo wa ubora kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji. Lakini pia kiungo huyu anasifika kwa kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia inaposhambuliwa kwa kusaidia kukaba, lakini pia kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapopotea, kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo. Lakini pia anasifika kwa kusaidia mashambulizi kwa kupandisha mashuti na kutoa pasi za mwisho
kusaidia ulinzi inapohitajika. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxime Pierre Nzengeli na kumpumzisha Mwanengo. Ikumbuke kwamba Maxime Pierre Nzengeli amekuwa na kiungo bora tangu asajiliwe na klabu ya Yanga, lakini pia amechangia kwa asilimia kubwa kwa klabu hii kufika katika hatua finali baada ya kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lililowavusha katika hatua nusu finali na kukata tiketi ya kucheza finali ya NMB Mapinduzi Cup. Huyu ni kiungo mwenye muendelezo mzuri wa ubora, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya kufa. Lakini pia kiungo huyu anasifika kwa kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia, lakini pia kupiga pasi, mashuti, kufunga mabao na kupokea mpira katikati ya viungo washambuliaji. Lakini pia kiungo huyu anasifika kuvuka mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Alan Okello raia wa Uganda, huku mbadala wake akiwa ni Celestine Ekwa. Alan Okello amekuwa bora zaidi na mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Mshambuliaji huyo anasifika kwa kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho. Lakini pia kimshambuliaji huyo anasifika kwa kupiga mashuti hasa anapoingia ndani eneo la hatari, kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani na kumsaidia beki wa kulia kwa kumfuatilia beki au winga wa wapinzani. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani, kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya pinzani. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua mwenyewe kwanza mshambuliaji wake Prince Dube Mpumelelo, huku mbadala wake akiwa ni Clement Mzize. Ikumbuke kwamba Prince Dube ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kutumia nafasi, kwani mpaka sasa katika orodha ya washambuliaji bora wa ligi kuu ya NBC 9 mmoja wapo. Anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao, kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuwavuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa. Lakini pia anasifika kwa kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama kiungo cha mshambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele, kuanza kukaba kutoka mbele, kuwasumbua mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa. Lakini pia mshambuliaji huyo anasifika kwa kukata pasi za mabeki wakati wa ujenzi wa mashambulizi ya mpinzani. Moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua na kumpumzisha Ofen Chikola. Ikumbuke kwamba Pacome Zouzoua amekuwa ni moja muhimili mkubwa katika klabu hii ya Young Africans, akiwa na jumla ya bao moja mpaka hivi sasa katika mashindano ya NMB Mapinduzi Cup yaliyotamatika siku zilizopita, akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inapopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi mwenye uwezo wake mkubwa wa kasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira. Lakini pia anasifika kwa kushambulia kupitia winga, kukimbia kwa kasi na kupenya ulinzi wa pinzani, kupiga cross kwa ajili ya washambuliaji, kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani. Lakini pia anasifika kwa kusaidia ulinzi wa kukaba beki wa pembeni wa timu pinzani. Na haya ndio yalikuwa mabadiliko ya kikosi cha Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa Young Africans Pedro Goncalves, kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya Ahly majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika mchezo wa mkondo wa 3 wa CAF Champions League. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe. Wewe gonga hapo ili wa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo. Lakini pia video zetu, sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.